Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha saa ya faraja katika Kristo. Na leo tunatoa sehemu ya 4 ya namna ya kufasiri ndoto kibiblia. Na tunaamini umekuwa unafuatilia sehemu 3 zilizopita. Na leo mwisho tuliishia ile kufasiri kama unashambuliwa na mbuzi, lakini sasa leo tunafasiri ndoto nyingine, ukiota unakimbizwa na ng'ombe. Ng'ombe katika ulimwengu wa roho wamebeba tafsiri tofauti. Inategemea muonekano wao uliouona. Kwa mfano kwenye Mwanzo wa 41 wale ng'ombe 7 walikuwa wanamaanisha miaka 7. Kwa hiyo kuna wakati wanabeba fasiri ya miaka. Katika ile ndoto Farao aliona ng'ombe 7 waliokonda na wanaliwa na ng'ombe 7. Ng'ombe 7 walionona wakaliwa na ng'ombe 7 ambao wamekonda. Kwa hiyo ilikuwa ni miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya shibe. Kwa hiyo ng'ombe wanabeba fasiri ya ng'ombe. Kwa hiyo ukitaka kuelewa ndoto zinazohusu ng'ombe, soma habari za ndoto ya Farao katika kitabu cha Mwanzo wa 41. Au umuelewe ng'ombe katika maisha yetu ya kawaida unapoota ndoto ya ng'ombe. Maumbile ya ng'ombe yana maana tofauti katika ulimwengu wa roho unapoota hiyo ndoto. Tuchukulie katika uhalisia, ng'ombe akikukimbiza, akakukamata, anakufanya nini? Amekujeruhi kwa kitu gani? Piga kwa pembe, labda pembe. Unajua pembe katika ulimwengu wa ndoto tunafasiri kama falme. Pembe ni falme. Kama amekujeruhi kwa pembe, maana kuna ufalme pia unakufuatilia. Anakujeruhi kwa kukupiga kwa pembe ya kichwa. Kumbuka Biblia inapoongelea kujeruhiwa inaongelea moyo au nafsi kujeruhiwa baada ya kubeba mambo fulani ambayo yanaumiza. Fuatilia somo la ndoto ambalo tutaendelea nalo, tutatoa tafsiri tofauti. Lakini ndoto pia ya ng'ombe, saa nyingine ng'ombe wanafananishwa na watu. Kule kwenye kitabu cha Amosi anasema hao ng'ombe wa Bashani wanafananisha ng'ombe na watu. Kwa hiyo uangalie vizuri, usikute kuna watu unatangamana nao ambao wana hasira na wewe. Saa nyingine utaona ni ng'ombe linakufuata. Lakini saa nyingine roho ya mizimu huko kwenu, kama wanafanyaga ibada za miungu, wanachinja sana ng'ombe. Saa nyingine hiyo picha ya ng'ombe inaweza ikatoka kufukuza kwenye ulimwengu wa roho. Mang'ombe saa nyingine yanabeba picha ya miungu. Nafahamu hata wana wa Israeli walitengeneza ndama. Katika ile Zaburi ya 106 walimwacha Mungu, lakini wakatengeneza Mungu mwingine ambaye ni ndama kabisa. Kwa hiyo ni miungu fulani, inaweza ikawa ni miungu ya kiukoo, ni miungu ya kitaifa. Kuna sehemu nyingine, mataifa mengine yanaabudu ng'ombe kama mungu wao. Sasa tuwezi kutaja huku kwenye mtandao, lakini kuna mataifa ambayo wanaabudu ng'ombe kabisa kama mungu wao. Kwa hiyo kuna miungu fulani inakukimbiza, inafanya vita na wewe. Kama wewe ni mtumishi, ni lazima uombe sana, na saa nyingine unaweza ukahamishwa kwenye hilo eneo unaloishi na roho wa Mungu ikiwa hao ng'ombe wanakukuza sana, kwa sababu hizo wewe unapambana na miungu ambao haujui taratibu za miungu ya eneo. Kwa hiyo inaweza ikatesa, inaweza ikaribu hata huduma yako. Lakini saa nyingine wanamaanisha ni shetani mwenyewe. Kama ng'ombe mwekundu ni mbaya kabisa, ni roho ya Lucifer, shetani mwekundu. Roho ya Lucifer kabisa inakushambulia. Sasa hebu tuangalie ndoto nyingine kwa mfano ndoto za kufa. Ndoto za kufa ni moja ya ndoto mbaya kuliko ndoto zote, kwani zinakuambia kuwa roho ya mauti inakutafuta wewe au mtu fulani. Kwa wale mnaoifahamu Biblia, mnajua kuwa mauti na kuzimu zinafanya kazi kwa pamoja katika ulimwengu wa roho. Hivyo roho ya mauti inapokuwa inakuja, kuzimu inakuwa tayari kupokea katika ulimwengu wa roho. Ukiwa unaota ndoto hizi, kuna kipindi unakuta mawazo yako yote unawaza kifo tu. Kuna watu ambao waliwahi kuota ndoto hizo na hawakuamka tena. Hujawahi kusikia mtu amekufa ghafla. Maana yake roho ya mauti imechukua maisha ya mtu huyo. Lakini kama unaota ndoto za aina hiyo, haina maana itatokea kama kwenye ndoto. Hapana. Inakwambia tu kuwa hiyo roho ya mauti inakuzunguka. Sababu inayokufanya uweze kuamka salama ni kwa sababu ya ulinzi wa Mungu
kwa kuwa Mungu hakuruhusu. Na hiyo ukisoma Zaburi ya 91 mstari wa 10 inasema mabaya hayatakupata wala tauni haitakaribia nyumba yako. Kwa hiyo mabaya ni pamoja na maroho hayo ya mauti. Kwa hiyo lazima Mungu aruhusu. Asiporuhusu hata ukiota bado inaweza isitokee, ukafa kama ulivyoota. Sio kila msiba ni kusudi la Mungu. Kuna kipindi unakuta kijana wa miaka 20 haumwi wala nini, ghafla tu amekufa katika mazingira ambayo hayaeleweki. Halafu watu tunasema tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Sio kweli. Kuna vifo vingine chanzo chake ni shetani. Kumbuka habari za Ayubu pale Mungu alipomtoa kwa shetani akamjaribu. Bwana akamwambia shetani, tazama yeye yumo mkononi mwako, lakini tunza uhai wake. Ayubu sura ile ya 2 mstari wa 6. Kwa hiyo shetani ana uwezo wa kuondoa uhai wa mtu, na moja ya njia anayoweza kutumia ni kupitia ndoa. Hivyo kama unaota ndoto za aina hii, hakikisha unajitenganisha na roho ya mauti. Na usome kitabu cha Timotheo wa 2 sura ile ya 1 mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo jitahidi sana kuomba na kuvunja roho ya mauti. Mauti huwa ina nguvu, lakini pia mauti ina njia zake. Ukisoma Zaburi ya 68 mstari wa 20 nasema Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoa kwenye mauti zinayo Jehova Bwana. Kwa hiyo kwa mfano hiyo ya kwako unayoota, maana yake njia yake itakuwa ni kwenye lango la ndoto. Njia yake ni ndoto, imepitia kwa njia ya ndoto. Lakini inaweza ikabebeshwa kwenye chakula, lakini inaweza ikabebeshwa kwa kitu ambacho kinapigana na wewe kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo utaota hiyo ndoto umekufa au mtu wako amekufa. Kwa kitu cha kwanza, ukishaamka kwenye hiyo ndoto, ukishaota ndoto ya namna hiyo, anza maombi ya toba. Na baada ya maombi ya toba, fanya maombi ya vita ya kuvunja hiyo roho ya mauti na roho ya uharibifu. Mauti na uharibifu zivunjwe zote kwa pamoja. Baada ya hapo, funika kwa damu ya Yesu huyo uliota amekufa, na kuweka ulinzi wa kimungu mahali anapoishi, na utakuwa salama. Kwa hiyo zina namna nyingi ya kuja. Kama utaota hiyo, ukitupigia tutakupatia maelekezo kwa njia nyingine ya tofauti. Kwa hiyo tunaamini katika sehemu inayofuata tutaelezea zaidi kuhusu namna ya kushughulikia hiyo roho ya mauti iliyokuja kwa njia ya ndoto. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Endelea kufuatilia vipindi vinavyokuja. Tutaendelea kutoa fasiri nyingine, lakini na namna ya kushughulikia ndoto hizo zilizobeba mauti ndani yake. Mungu akubariki sana. Kama utakuwa na ndoto au jambo lolote linalohitaji ushauri au maelekezo zaidi ya kipindi hichi, au kama unahitaji kukichangia kipindi hiki, tunaamini ya kwamba kupitia hizo namba hapo unaweza ukazitumia kuwasiliana na sisi. Mungu akubariki sana mahali popote ulipo. Amen.